Majina, mimi naitwa Peter Christopher, ni manager wa CRDB ambao nasimamia mradi wa chakula mradi ambao unalenga kusaidia wakulima wenye changamoto za athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa TACATDP ni mradi ambao benki imeuanzisha baada ya kuona kwamba mabadiliko ya tabia nchi imekuwa sehemu kubwa inayoathiri uzalishaji wa chakula hapa nchini. Kwa katika kufanya hivyo, kuna haja ya msingi ya kuja na programu bunifu ambazo zitasaidia wakulima wengi kuweza kupata mikopo ya riba nafuu ambayo itasaidia kuweza kutumia mbinu au zana za kilimo ambacho kitaongeza mavuno au mazao, lakini kwa wakati huo huo kitawawezesha kupata vipato na kuweza kuboresha maisha yao na kuendelea na shughuli zao za kilimo za kila siku. Kwa programu hii, benki ya CRDB ilipata fedha kutoka kwenye shirika la Umoja wa Mataifa inaitwa Green Climate Fund, ambapo benki itapata shilingi dola milioni 100 na benki itachangia pesa dola milioni 100. Kwa programu hii ni kubwa yenye jumla ya shilingi pesa za Kimarekani dola milioni 200. Na katika hizi fedha tutakwenda kusaidia wakulima ambao kwanza wanalima mazao ya chakula, lakini pili wanatumia zana au mbinu zile zinazowasaidia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mikopo hii tumeiweka kiasi kwamba wakulima wale ambao wako kwenye maeneo ambayo pia yana athari za mabadiliko ya tabia nchi wataweza sasa kulima kilimo endelevu pasipo kutegemea misimu ya mvua. Na programu hii ya TACATDP ni mikopo ambayo inasaidia wakulima kupata teknolojia mbalimbali kama zifuatazo. Moja, kilimo cha umwagiliaji. Umwagiliaji wa matone ni sehemu kubwa ya programu hii ambayo inajikita kusaidia. Kwa mkulima yeyote ambaye anahitaji kupata miundombinu ya kumwagilia shambani, kuanzia solar pump, kwa kuanzia miundombinu kwa maana ya mabomba yale shambani kwake, na kwa ujumla msaidizi ama fundi ambaye atahitaji kumwekea zile miundombinu, utaratibu wote huo tutaweza kumpatia mkopo wa masharti nafuu ili aweze kufanya kilimo cha namna hiyo. Lakini wapo wakulima wanaotumia mbolea za asili, hawa nao wanakopata mikopo kutoka katika mradi huu wa TACATDP. Lakini wapo wale wanaofanya kilimo cha mazao ya kuzunguka, tunaita crop rotation, hawa nao pia ni wanufaika. Wapo wakulima wale wanaotumia mbolea za asili badala ya kutumia mbolea za kemikali, hawa nao ni wadau wanaopata mikopo chini ya programu hii ya TACATDP. Lakini wapo wale wakulima ambao wanataka kuvuna maji, wanakaa maeneo ambayo maji kwao ni shida, wanataka kujenga malambo au wanataka kuchimba visima ili kuvuna maji ya mvua, nao ni wanufaika chini ya programu hii ya TACATDP. Lakini wapo pia wakulima ambao wanakaa sehemu zenye miinuko, wanataka kuzuia mmomonyoko ya udongo, tunaita kilimo cha matuta, hawa nao pia ni wanufaika chini ya programu ya TACATDP. Ila hatuangalii tu wanaolima, tunaangalia pia kwenye mnyororo wa thamani. Kuna wanaonunua mazao ya chakula, mahindi, mpunga, baada ya kulima kuvuna, viazi, ngano, mazao kama maparachichi, mtu anataka kununua stock ya kutosha ili pia aweze kuuza naye kupata faida. Hao pia nao tunawagusa chini ya mradi wa TACATDP. Lakini tunaangalia pia wanaochakata, wale wanaochakata mazao, wanataka kununua mashine ya kukoboa mpunga, anataka kununua mashine ya kukoboa na kusaga mahindi na kupata unga, anataka kununua mtambo kwa ajili ya kuvuna kule shambani kwake, kwa mfano zile combined harvester, hawa nao pia tunawakopesha. Lakini ili kuongeza ufanisi, kuna yale matrekta na ambayo wakati mwingine yanasaidia au yanapunguza utifuaji wa ardhi, tunaita ni minimum tillage, hawa nao pia tunawakopesha. Wakulima wengi wale wanaohitaji power tiller, kwa mfano ndo lugha yenye pesa ambayo imezoeleka, hawa nao tunawakopesha. Lakini kimsingi mradi huu una tofauti gani na mikopo mingine ya kilimo? Programu hii ya TACATDP yenyewe ukopaji wake ni nafuu. Kwanza riba yake ni nafuu, kwa maana wakulima wadogo wanaokopa kuanzia 200,000 mpaka 150,000 wao wanakopa kwa riba ya 11.5% badala ya 20% mpaka 17% ambazo taasisi nyingine zina wachaji. Lakini wale wanaokopa kuanzia 1,51,000 mpaka 5,000,000 pesa za Kitanzania, wao wanakopa kwa riba ya 15% kwa mwaka mzima badala ya 18% au 17% au 20%.
na wanaokopa zaidi ya bilioni 5 tunawakopesha kwa riba ya 16% kwa mwaka mzima. Programu hii ina vipengele vingine muhimu. Cha kwanza ni kwamba mikopo hii inaendana na bima, kwa sababu mikopo hii inasaidia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo inatolewa bima mahususi za majanga ya hali ya hewa, na mkulima, uzuri, mwaka wa kwanza anapokopa hakatwi. Tunakata ule mfuko wa Umoja wa Mataifa wametupa fedha dola milioni 10 kwa ajili ya kuhakikisha tunawakatia bima za majanga ya hali ya hewa au wakulima, ili wawe na uhakika na amani wanapochukua mikopo kutoka benki. Kwa hiyo mikopo hii tunakopesha kuanzia kima cha chini kabisa cha shilingi 200,000 mpaka pesa za Kitanzania bilioni 10 na hata kuendelea. Hatumbagui mkulima. Anaweza kama mkulima mmoja, inaweza kaa kikundi, inaweza ikawa AMCOS, inaweza ikawa SACCOS, inaweza ikawa ni scheme pia. Wakaleta mahitaji yao, tukayachakata vizuri na tukaweza kuwakopesha na wakanufaika na programu hii. Lengo la programu hii ni kuhakikisha mbali na kutatua athari za mabadiliko ya tabia nchi, inaongeza usalama wa chakula, na ndio maana utaona riba yake iko chini, ili kuweza kuvutia wakulima wengi waweze kukopa. Na katika kukopa, practice wanazokopa ni zinazowawezesha kupata mavuno mengi. Kwa lengo lako, mbali na kuongeza usalama wa chakula, ni kubadilisha maisha ya wakulima ili waweze kutoka kwenye maisha duni waweze kupata maisha bora kwa sababu ya shughuli za kilimo.